Yes, leo nakupitisha katika vita ambayo inaendelea baina ya Irani pamoja na Israeli. Mataifa haya mawili yako katika vita vikali, lakini nataka nikupitishe tu ni kwa namna gani mataifa haya yanatumia teknolojia katika mapambano haya. Tunajua ni mapambano makali na miji mbalimbali imeendelea kushambuliwa wakati Israeli ikifanya hivi na Irani inafanya vile. Ikumbukwe tu mnamo Juni 13, 2023 Israeli ilishuhudiwa ikizindua operesheni yake kubwa ya kijeshi iliyoipa jina la Rising Lion, ikilenga miundombinu ya nyuklia, viwanda vya makombora na maeneo ya kijeshi nchini Irani. Ulikuwa ni moto ambao umetolewa na Israeli kuelekea kwa Irani. Mashambulizi hayo yaliua viongozi wakuu wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia, ikiwa ni pamoja na Jenerali Hossein Salam, yeye alikuwa ni mkuu wa vikosi vya mapinduzi vya Kiislamu IRGC, na Jenerali Mohammed Bagher, yeye alikuwa mkuu wa maafisa wa jeshi la Irani. Aidha, wanasayansi wa nyuklia Feridun Abbas na Mohammed Mehdi Tahranj pia waliuawa katika mashambulizi hayo ya Israeli kuelekea kwa Irani. Lakini katika majibu, Irani ilirusha zaidi ya droni 200 kuelekea katika mji wa Tel Aviv, Israeli, huku Israeli ikikiri kuwa makombora ya Irani yalilenga maeneo ya raia na kusababisha madhara makubwa kwa raia. Unazungumzia drone, lakini unazungumzia pia namna ambavyo mataifa haya mawili yanaonyesha ushindani wa kiteknolojia. Ngoja nikupeleke eneo jingine kuonyesha ni kwa namna gani mataifa haya yanashindana kiteknolojia. Kwa mfano, ilikuwa ni Machi 25 mwaka huu, Iran iliachia picha za video zikionyesha hadharani miji ya makombora ya chini ya ardhi kama sehemu ya mkakati wake wa kijeshi wa kujilinda na kuonyesha nguvu katika muktadha wa mvutano wa kikanda na kimataifa. Miji hii ya chini ya ardhi inalenga kulinda na kuhifadhi makombora ya kisasa ya Irani. Nataka nikupitishe kwenye makombora haya ya kisasa kabisa ambayo yanatumiwa na taifa hili la Irani, ikiwa ni pamoja na aina ya Emad Kadr, alafu kuna Kebar Shekhan, alafu kuna Haj Qasem, kuna Sejel na Pave. Haya ni makombora ya kisasa ambayo yanatumiwa na Irani, makombora ambayo waliyaonyesha hivi karibuni katika video mjongeo. Na makombora haya yanatumika katika operation za kijeshi kama vile kuna ile True Promise 1 na ile True Promise 2. Hizi ni operation ambazo makombora haya yanatumiwa na taifa la Irani. Lakini ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga, miji hii ya chini ya ardhi inalenga kulinda makombora dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka kwa maadui kama vile Marekani na Israeli. Irani wamejipanga nao. Irani inatumia miji hii kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na kuimarisha hadhi yake katika muktadha wa kisasa na kijeshi. Kujilinda dhidi ya mashambulizi ya kigaidi, miji hii inatoa kinga dhidi ya mashambulizi ya kigaidi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kujilinda wa Irani. Na taarifa zilizothibitishwa na jeshi la Irani ni kwa asilimia kubwa ya makombora yanayoshambulia Israeli hivi sasa yametoka kwenye base hii inayotambulika kama ya Underground Missile City. Hiyo ni base ambayo inatumiwa na taifa la Irani katika kutunza makombora hayo. Hii ni vita ya kiteknolojia baina ya Irani na Israeli. Haya, nikupeleke Israeli kama utashuhudia. Watu wengi wanajiuliza, licha ya Israeli kuonekana ikishambuliwa kwa makombora mazito na Irani katika vita na mzozo unaoendelea, inakuwaje idadi ya vifo upande wa Israeli inaonekana kuwa ni ndogo? Yes, na kupitisha ambavyo taifa la Israeli kupitia jeshi lake la IDF linavyowalinda raia wake. Huu ni mfumo mwingine wa kiteknolojia ambao unatumiwa na taifa la Israeli. Nikiwa tayari nimekupitisha kwa Irani ambao walituonyesha makombora yao yaliyoko chini ya ardhi. Ngoja kwanza nakupitisha kwenye mfumo wa ulinzi wa anga ambao wenyewe Israeli wanauita Iron Drone. Israeli ina mfumo wa hali ya juu unaoitwa Iron Dome. Huo ni mfumo wa anga wa Iron Dome. Huu mfumo unatumika kuzuia makombora ya masafa mafupi na ya kati yanayorushwa kuelekea maeneo yenye watu. Mfumo huu una uwezo wa kuchambua na kuamua kama kombora litadondokea sehemu ya watu au eneo ambalo ni tupu na kuharibu yale yanayolenga maeneo muhimu. Huo ni mfumo ambao unatumiwa na Israeli unaofahamika kama Iron Dome. Lakini pia katika kuwalinda raia wake, Israeli inachofanya ni kuweka mkakati mzito sana kwenye ile eneo. Kwa mfano, kuna kutoa mafunzo
kwa raia juu ya namna ya kujilinda wakati wa maandalizi. Kuna mifumo ya tahadhari ya mapema ambayo imewekwa na Israeli kwa raia wake, ambayo mifumo hii inatumika kwa tahadharisha watu sekunde au dakika chache kabla ya kombora kufika. Kila nyumba, ishu nyingine hii au mkakati mwingine huu ambao unatumiwa na Israeli kwa linda raia wake, kila nyumba mpya huko nchini Israeli kwa kawaida huwa inakuwa na chumba kimoja cha kujikinga ambacho wenyewe wanakiita shelter. Hicho chumba kinakuwa kimejengwa kwa viwango vya kijeshi. Lakini pia wanatumia mbinu nyingine ya kijasusi kuhakikisha kwamba raia wake wanakuwa salama. Ni mbinu ya kipekee sana hii ambayo Israeli inatumia. Ni mojawapo ya mashirika ya ujasusi. Israeli ina mojawapo ya mashirika ya ujasusi yaliyo na uwezo mkubwa duniani kama vile Mossad, Shin Bet na Amman. Hayo tunazungumzia mashirika ya kijasusi ambayo yanapatikana huko nchini Israeli, miongoni mwa mashirika makubwa sana duniani. Haya mashirika wanapata taarifa kabla mashambulizi mengi na huweza kuchukua hatua haraka. Kwa mzee, ishu ikiwa inapangwa tu na ikiwa kwenye mkakati au pengine ishu ikawa nataka kufanyika, mashirika haya yanapata taarifa mapema sana. Lakini pia watu wana maendeleo ya teknolojia. Unajua Israeli kwa sasa wanatumia teknolojia hali ya juu kufuatilia, kuchambua na kujibu mashambulizi. Wanatumia drones, wanatumia radar, wanatumia satellite, lakini pia AI, ninazungumzia hapa akili bandia, kusaidia katika kuzuia mashambulizi mapema. Kwa hawa watu pia wamejikita sana kwenye matumizi ya mbali, kutumia drone, mbali kutumia radar, kutumia satellite kwenye masuala mazima ya teknolojia, lakini pia wamejikita kwenye AI. Israeli pia wana muundo wa miji na mipango ya dharura. Miji mingi imejengwa kwa kuzingatia hali ya vita au hatari, na kuna ramani kamili kabisa za namna kutoroka au kuingia mafichoni haraka. Kwa hiyo kuna huduma za dharura kujibu matukio kwa haraka sana ndani ya dakika chache tu. Kwa hiyo hawa watu pia kwenye swala la miundombinu, tunaita miundombinu ya miji na mipango ya dharura, wamejiweka sawa sana kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama. Kwa kifupi tunaweza nikakwambia kwamba mafanikio ya Israel katika kulinda raia wake yani sio kwa bahati mbaya. Haya ni matokeo ya teknolojia, mafunzo, maandalizi na mifumo madhubuti ya usalama wa raia. Utagundua kwamba mbali na mbinu hizi za kuwalinda raia ambazo wanakuwa tayari washapewa, lakini pia teknolojia kubwa sana inatumiwa na taifa hili la Israel. Kwa hiyo kinachoendelea baina ya Irani na Israel, tutashuhudia vita ya kiteknolojia zaidi ambayo tayari tumeona imeanza kushuhudiwa. Drone zinatumika zaidi, makombora ambayo yanatumika, kila mtu anatumia kila mbinu kuhakikisha kwamba kila mtu anamzuia mwenzake kuhakikisha kwamba hashambuliwi wala pati madhara makubwa dhidi ya vita hii. Ingawa bado vita ni moto, tunashuhudia maeneo mengi yakishambuliwa, Israeli akipeleka moto kwa Iran, lakini Iran pia akipeleka moto kwa Israeli. Na tumeshuhudia pia wito kitolewa na rais wa Marekani Donald Trump akijaribu kuona namna gani anaweza kumaliza vita hii, ingawa shughuli itakuwa ni pevu sana kwa sababu Irani anaonekana kutokubaliana na lolote lile linalopangwa na Marekani. Na Irani msisitizo wake ni mkubwa, ni kwamba Israeli anaacha kumshambulia kwa sababu Irani anasema kwamba amechokozwa na yeye anafanya nini, analipa. Tutaendelea kuifuatilia vita hii baada ya Israeli na Irani kuona itaishaje na namna gani watu hawa wanashindana kiteknolojia. Teknolojia ipi itaizidi nyenzake? Tuendelee kufuatilia hapa kwenye Kahitila 255.